Tunashukuru tena Mungu. We thank God again. Hatuwezi kuchoka kumshukuru siku zote kwa maisha yetu kwa sababu yeye ni mwema na yeye ni mzuri sana. We will not get tired of thanking God in our life because He's great. Anatupenda. He loves us. Anatuokoa. He saves us. Anatupatia pumzi ya uzima. He gave us the breath of life. Sababu ya hiyo siku zote wacha tumuinue na kumshukuru tu. For that we have to thank Him all the time. Tuombe tena Mungu. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunainua jina lako ni juu ya majina zote kwa sababu wewe ni Mungu. Siku zote za maisha yetu unabaki Mungu milele na milele. Asante tena kwa wakati nzuri ambao napewa kwetu ili tuweze kukaa na kuweza hata kusikiliza neno lako. Unasema pahali watoto wako wanakusanyika, pale unamimia baraka yako ya milele. Ninashukuru kwa sababu ya presence yako na baraka zako pamoja nasi. Zungumza nasi kwa magharibi ya leo, utufundishe Bwana. Tupate kujua wewe tena zaidi na zaidi. Kila siku na kila saa tukujue Bwana. Fungua masikio yetu ya kiroho. Sema nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hatuwezi kugawia, tutafungua Biblia yetu katika kitabu cha 1 Corinthians. We'll not get tired. Let's open our book in the book of 1 Corinthians. Tutasoma 1 Corinthiens chapitre 3. Tutaanza verse yake ya 10, tutashuka mpaka 15. We read 1 Corinthians 10. Kama mwenye anapata tu anaweza kusoma. Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 15. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre peut bâtir dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se lèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Tunatoka kusikia juu ya neno la Mungu. We came from hearing the word of God. Tutazungumza juu ya msingi kwa siku ya leo. We will talk about foundation today. Kwa sababu kila Mkristo anakuwa na fondation ndani ya maisha yake. Because every Christian has a foundation in their life. Na kweli fondation ambao tunaosimama juu yake ni Yesu Kristo. And the foundation that we stand on is Jesus Christ. Hapa ilikuwa Paulo mtume alikuwa anaongea na kanisa la Korinto. This was Apostle talking to the church of Corinthians. Kwa sababu hata zamani kanisa la Kristo waliendelea kukua tunda na kila mtu alikuwa anaishi na hali ya maisha yake. Because even from the beginning people used to live their own life. Watu wengine wameokoka, some others are saved, na watu wengine walikuwa tu wa Kristo ya kawaida. And some other people just wanakuja tu kanisani, they only came to church sababu leo ni Sunday, acha niende nikaabudu. Because today is Sunday, let me just go to church. Lakini hakuna wokovu kamili ndani ya maisha. But they want
really saved in them. Ndio maana Paulo mtume aliendelea kuonya That's why Paul was telling them, kanisa la Korinto, the church of Corinthians, ili kila mmoja apate kujua namna gani anaweza kujenga so that everyone will know how to build fondasio ya maisha yake. the foundation of their life. Ndio maana aliweza kusema kwa ajili ya neema ambao Mungu aliweza kupewa, aliweza kuweka msingi yake kama mjengaji mwema. That's why he said, for the grace the Lord has put to build their foundation. Lakini mwingine alikuja alijenga juu yake. But someone else came and built on top of the foundation. Hii juu ya msingi ya kuweza kujenga About the foundation to build ni juu ya wokovu. is for salvation. Sababu mimi na wewe tumeokoka, Because me and you are saved. mimi na wewe tunaenda kanisani, Me and you are going to church. mimi na wewe tunaabudu Mungu, Me and you are worshiping mimi God. na wewe tunaomba Mungu, Me and you are praying God. mimi na wewe tunakamata wakati yetu mrefu kwa kuweza kukaa mbele ya Mungu. Me and you are taking a long time to be in God's presence. Tufanye angalisho namna ya kuweza kujenga msingi yetu, We have to be very careful how we are building our foundation. kwa sababu kama tunajenga msingi yetu juu ya Yesu Kristo, Because if we build our foundation on Christ, itakuwa Jesus, kitu vizuri it will sana. be a good thing. Lakini kama tunaenda kwa kanisa kawaida, But if we just go to church sababu watu wengine pia wanaenda, because others are going there too. Mungu anatazama kila kitu, God is watching kwa everything. sababu Mungu anaangalia roho. Because God sees heart. Mungu anaangalia kila wakati tunapofika mbele yake. God sees it whenever we come to Kama Him. tunafika katika kweli na haki, If we come to Him to truth. kama tunafika na hipokrizi, Mungu anajua. If we came with the hypocrisy. Kama tunafika mbele ya Mungu kwa kawaida tu, Mungu anajua. If we come to Him casually, He also. Ndio maana Paulo mtume aliweza kusema That's what Paul was saying. tufanye angalisho We have kwa to kuweza be- kujenga msingi yetu. We have to be careful to build our Tufanye foundation. angalisho kati ya kazi ya Mungu ambao tunakuwa nao. We have to be very careful in the Tukuwe work na of God we're angalisho katika Kikristo ambao tunakuwa nao. doing. We have to be very careful in Kwa Christianity sababu we're in. Mungu atapima kazi ya kila mtu. Because God will test everyone's whatever they're serving. Kwa sababu Mungu atajaribu kila mtu. God will test everyone. Tutapimwa katika kazi yote ambao tunaomtumikia We will Bwana. be tested in every job. Na Mungu atapima iko sasa wanakamata balance They will took a measurement kwa kuweza kupima. to measure. Kama hapa kilo inakuwa inashuka ngambo moya If the measurement one na side ngambo ingine inapanda, and the other one is lighter, hii inaonesha kama balance ya mtu haiko sawa. that means our balance is Lakini not kama good. wanaweka kazi ya Mungu inakuwa hapa na kazi yako Yesu anakuwa hapa na kazi yako ambao unatumikia Mungu anakuwa hapa, balance inakuwa sawa sawa. But if they measure your work and Jesus and the balance is the same, Na pale itakuwa kazi ya kukubaliwa. it will be a acceptable job. Na ndio maana hapa Paulo mtume aliweza kusema That's why Paul was saying mtu mwingine hawezi weza kujenga msingi someone else cannot build the isipokuwa foundation Yesu Kristo yepeke. except Jesus himself. Amen. Amen. Na hapa inaonesha mfano hasa kama mtu akijenga msingi yake juu ya dhahabu, And here it says if someone builds their foundation in a treasure, juu ya oro na juu ya pesa and on top of money, na juu ya bei, juu ya jiwe ya bei kali, and on expensive stones, juu ya mti, on the tree, juu ya majani, on the grass, kila kazi ya mtu itapimwa. everything they do will be measured. Amen. Amen. Tunaonaka kuna watu wengi, unaona wakati mtoto anazaliwa We see when a baby is born, wanakamata wanamfungia vitu kukiuno, they put something their waist, wanasema hii ndio yenye tachunga mtoto. and they believe that that's Unakuta mtu mwingine anavala
katika kiuno yake anafunga kamba, anasema hii ndio protection ya maisha yangu. And some others tie a rope in their waist. And Watu wengine wanakamata wanafunga katika mikono yao, wanasema hii vitu ambao ninavaa njo inanichungaka kwa maisha. Some other people would tie it in their wrist, in their hand, and say this is the protection Lakini of my life. mwenye kujua mtu na mwenye kuchunga mtu ni Mungu peke yake. But the only person that can protect you and know a person's God. Na hii inatuma watu wengi wanaenda ndani ya njia ya upotevu kwa sababu wanaamini juu ya kiumbe ambao Mungu aliweza kuumba. And that's why so many people are lost, because they're believing in the creator. Watu wengine wanatumainia pesa zao. Some people put their hope in their money. Watu wengine wanatumainia or zao. Some people are believing in their Watu wengine wanakamata majani ndio wanatia protection ya maisha Some yao. people put grass as their protection. Lakini kazi ya Mungu ni moja tu. But the work of God is one. Ni kumtumikia. Is to work for him. Sababu ya hiyo kila kazi yote itapimwa. And for that everything will be measured. Mimi na wewe tangu tulizaliwa tulishaleta watu ngapi kwa Yesu? Me and you, since we were born, how many people have we brought to Jesus? Amen. Amen. Watu wanateseka nje. People suffering. Iko na watu wengi hawajasikia hata jina Yesu. So many people haven't heard about Jesus. Sababu hakuna mtu alimsokelea na kutaja jina Yesu. Because nobody came to him. Unaweza kuwa na rafiki pale uko naye siku zote lakini hauamtangazia Yesu. You might have a friend and you're with them. Unaweza kuwa na wazazi wiko pale karibu hawajajua Mungu, hauamtangazia Yesu lakini umeokoka. You might have your parents close to Mungu anataka tumtangaze yeye ili utukufu irudilie God mbinguni. wants us to talk about him so that Sababu kama roho moja anaokoka, because if one should say mbinguni wa malaika wanashangilia. heaven, the angels are happy. Kwa sababu hii inaleta utukufu kwa Mungu. Because that's bringing glory to God. Hivi wakati tunapokuwa hapa, So when we're here now, tusiseme wakati yote tunapoishi let's not say tunaishi kwa neema ya Mungu tu we are living by grace na tunyamaze, hapana. and then we quiet. No. Tuwaende tukatangazie watu ukubwa wa Mungu. Let's go and preach the gospel of God. Amen. Onesha kwa watu utukufu wa Mungu. Show people the glory. Onesha kwa watu, tangaza kwa watu habari njema. Preach to people. Sema tu kwa watu hata wakichukia wewe, wakikataa wewe. Just tell them even though they reject Kwa sababu you and hate you. ninakumbuka wakati niliokoka, I remember when I was saved. ilinisukuma kama azimu kwa kutangaza habari njema. It drove me crazy to Watu walikuwa nasema na saa hii iko nini kuna msumbua, iko maisha njoo na mtesa. People told me maybe I'm going through midlife. Lakini nilisema nitatangaza tu. But I told them Hata warafiki wanichukie, even though friends will hate hata warafiki wanikatae, me, even the friend will turn their back nitatangaza on me, tu. I will preach Na the nilitangaza tu. gospel. And I continued preaching. Tulienda hata kwa prison, We went to prison tulihubiri watu. and we preached. Tulienda kwa mahospitali, We went to hospitals tulihubiri watu. and tell the good news. Na warafiki wakasema huyu haiko tena mtu ya kufatana naye. And my friends all turned their back Aisha on me. kwake mtu mwenye iko na bebwa na maneno ya Mungu huko na huko. They told me she became someone who just Afadhali wa like God. kuzarao kwa ajili ya jina la But Yesu. let them take you for granted. Kwa sababu pale unajenga foundation yako. Because you're building a foundation. Kwa sababu foundation ni mbele yako kwa kuweza kujenga. Because the foundation is in front of you to build. Kama haujenge sasa If you hapa, don't build it right now, usiseme mbele ya Mungu nitapokea zawabu. don't say before God I will receive a treasure. Kila mtu hapa anatumika. Everyone here is working. Tunajua kila mtu hapa Amerika anatumika. We know everyone in America works. Na kila Friday kila mtu anapokea sheki. And every Friday everyone Kwa receives sababu a check. ni mshahara ya kazi ambayo unaweza kutumika. Because that's the payment for the Na salary of kwa Mungu pia ni what the- sawa. for God is the same. Kama tusipotumika, If we don't work, tutatokea kwake mkono mtupu. we will come before him empty-handed. Deke ungali na uzima But while you still have life na ungali na nguvu, and you still have energy, tangaza wokovu kwa watu. preach the good news of God. Amen. Hubiri watu habari njema. Preach to people the good news. Watu wajue Mungu. Let people know God. Sema tu na mtu
kweli Mungu anakupenda, njoo anakupatia pumzi ya uzima. Just tell them God really loves you. That's why he gave you the Iko na breath of mtu life. mmoja jina yake ni Yesu Kristo. There's someone called Jesus Christ. Anakupenda sana. He loves you so much. Ile kama unasema tu, If you say, tayari umeanza kuhubiri watu habari njema. then you started Kwa sababu ile habari njema ambayo unaendelea kuhubiri, because the good news that you preach, ujue ya kwamba kazi yale unaofanya italipwa. just know whatever you're doing will be paid. Wakati unapotokea mbele ya Mungu, When you appeared before God, hauwezi kutokea mkono mtupu. you will not come empty. Lazima kila kazi ya mtu ipimwe ambao uliweza kutumika. It's a must. Everything you do be measured. Hivi Mungu anataka mimi na wewe So God wants me and you tutumikie. to serve him. Mungu aliuliza na Isaya, God asked Isaiah, nitamtuma nani kwa ajili ya kazi yangu? who should I ask for my, Isaya akamwambia hivyo, and Isaiah said, mimi ni hapa Baba, unitume. I'm here, send me. Sema na Bwana, Baba, mimi ni hapa na mimi unitume. Tell the Father, I'm here and send me. Kuwa tayari kwa wakati inaofaa na wakati isiofaa. Be prepared to the right time or Kuwa the time tayari is right. kwa wakati ya mateso na wakati ya furaha. Be ready in a time of suffering and in this time Kuwa of tayari happiness. kwa wakati ya njaa na wakati ya kushiba. Be prepared in a time of anger and time of, Paza sauti na kuonesha ukubwa wa Mungu kwa mataifa. lift your voice and give glory to Hatuwezi God. kupata wokovu na kisha tunafunga mkono tunakaa. We cannot be saved and then just sit. Kila mmoja ambaye aliweza kusikia kuhusu wokovu ni mtumishi tayari. Everyone that already heard about salvation kuanza is kazi. already a server. Ni roho yako wewe mwenyewe itakusukuma unaanza kazi ya kutangaza habari njema. Your own heart will send you to start preaching. Kwa sababu furaha ya Kristo ikitawala na inaingia ndani yako itakusukuma ufanye kitu. Because the happiness of Christ inside of you will push you to Hatuwezi do kuwa the tu work wenye of God. kukaa na kungoja tu Sunday tunaenda We kanisani. cannot just sit and wait on Sunday to start to go serve God. Anza na kuhubiri habari njema. Start preaching the gospel. Hivi Mungu atakufurahia na Mungu atakubariki kwa kazi yake ambayo unaendelea kuanza na kumtumikia. And God will be happy for you and he will be happy that you're serving. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu kwa magharibi ya leo. We thank God for this evening. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Because our God is great. Tutasoma verset ya mwisho ku 2 Timothée chapitre 2 verset 19. We'll read our last verse in 2 Timothy. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothy 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. But the solid foundation God had laid cannot be broken, and on it are written the word, the Lord knows those who are his, and all who say that they belong to the Lord must turn away from the wrongdoing. Amen. Amen. Neno la Mungu nasema fondation ambayo nakuwa na nguvu inasimama siku yote. The word of God says the foundation that is built in a solid Na ile fondation inaleta kashe yale haiwezi kuharibika. and that foundation brings a step that will never be ruined. Na neno la Mungu nasema Bwana anajua wale walio wake. And God, the word of God says God knows those, Na wenye wanaotaja jina la Bwana and waondoke katika hali ya dhambi. those who are calling on the name of the Lord, they have to get out of their wrongdoing. Hivi fondation yako ambayo ulianza kujenga, simama imara So ndani. the foundation that you started building, stand still on it. Usiache mtu mwingine akuje ajenge juu ya fondation ambayo ulianza. Do not let anyone else to come and
finish the wakati foundation you started building. unarudia nyuma katika hali ya imani, When you turn back in a spiritual faith, na mtu mwenye anaosonga mbele and those who are going forward, ataanza na kujenga yake they fondation will start building ambao on top of the uliacha chini, foundation. The foundation that you left, yatapandisha yake they will build on na it, atamaliza kazi yake na Mungu. and they will finish their job Lakini with sisi God. hatuwezi kuwa watu kama hiyo. But we cannot be like those type of Sisi people. tuko watu wenye tunaweza kusonga mbele We're people that we're supposed to go forward na kubakia pamoja na Yesu katika maisha yetu, and to stay still with Jesus Christ in our kujenga life. siku zote pamoja na Kristo, To build with Jesus every na day, kuhubiri watu habari njema, and to preach the na gospel, kuonesha wema ya Mungu kwa watu, and to show the goodness ili of God, dunia wapate kujua kama Mungu wetu ndio mwenye aliyeumba mbingu na dunia, so that the world will know that the God who created na heaven ni and earth Mungu wao ambaye anawapatia is the pumuzi. same God who gave them. Ile ni kazi yangu mimi na And wewe. this is my job, you and you. Mungu apate kubariki. God bless you. Amen.